Ndugu zangu, miaka 21 iliyopita mimi nilikuwa kama ninyi. Niliingia hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2002 na nikatoka mwaka 2005. Kwa hivyo ukipiga 2005 mpaka leo ni miaka 21 iliyopita. Na leo nimekuja katika nafasi ya waziri wa ujenzi, nafasi ambayo nimepewa na nchi kwa heshima kubwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika speech za viongozi zilizotangulia kusemwa zimethibitisha umuhimu wa wahandisi na future ipo kwenu wahandisi. Maendeleo makubwa ya dunia yametokana na kazi nzuri ya wahandisi, ikiwa ni pamoja na wenzenu kwa maana ya architects, kwa maana ya quantity surveyors, wote. Future ya dunia ipo kwa wanasayansi, lakini sisi tunaamini uko kwenye uhandisi ndio wako wabobezi wa hisabati, watu wenye maarifa makubwa sana, watu wenye uwezo mkubwa sana, watu wenye upana wa fikra wa kutafuta suluhu ya mambo, ndio mmejazana huko. Kwa hivyo sisi tunayo imani kubwa sana ya kwamba changamoto zetu nyingi zitatatuliwa na wahandisi, na wahandisi mnao jukumu hilo la kuhakikisha kuwa zile changamoto nyingi zinazoikabili nchi yetu, zinazoikabili taifa letu, zitapata suluhu kupitia kwenu. Na ninyi wahandisi wanafunzi, jiwekeni katika nafasi ya kujua kwamba nalo jukumu hilo. Leo nitapose challenge kwenu wahandisi kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi na vyuo vingine pia vile vile. Natoa hapa donge nono kwa watakaoandika vizuri, wakaleta suluhu ya mambo ya namna hivyo, ili kusudi uweze kuwa ni chemchemu ya fikra chanya za kutatua changamoto zinazokabili nchi yetu. Na nataka niseme tu kwamba moja kwa moja, katika muda wote nitakaokuwa waziri wa ujenzi, kama mlezi wa wahandisi, kijana au vijana watakaoandika suluhu ya changamoto zinazotukabili, na tukakubaliana katika jopo kwamba vijana hawa anaweza kuwa ni mmoja ama ameungana na wenzake wawili, wakaandika kitu chenye kuleta jawabu ya changamoto. Mimi waziri wa ujenzi nimetenga shilingi milioni 10 kwa vijana watakaoandika vizuri, watatu wale wa mwanzo. Asante sana profesa na wanafunzi wenzangu wahandisi. AI haikwepeki na hakuna namna unaweza kuikwepa katika dunia ya leo. Tunayo kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafahamu na kujikinga na athari zake hasi. Kwa sababu sisi tuna data zetu, tuna uzoefu wetu. AI utakavyo feed na kuituma itakupeleka hivyo hivyo. Kwa hivyo athari chanya isije ikaja AI na data za Ulaya zikamtaka mhandisi wa hapa nyumbani Tanzania na kumdirect aende nazo hizo. Haiwezekani. Lazima sisi tuwe tayari na data zetu na uzoefu wetu, ili kuicommand AI ifanye sawa na matakwa ya kwetu ya hapa nyumbani.
Lazima tukubaliane kwamba AI haijaja kuchukua ajira za watu, hasa wahandisi, lakini imekuja kusaidiana na wahandisi watumie uwezo na maarifa yao kushirikiana na AI na kusisitiza sana matumizi ya hizi akili mnemba, na ubunifu mwingi unakuja kutoka huko. Sasa hivi sisi tunakuwa challenged. Hata hizi taa za kuongoza barabarani, watu wanataka Dar es Salaam iwe smart city, tengeneza sensors, leni ikiwa kubwa wakati huu, gari zipite nyingi upande huu, mahala pengine nasimama. Ni mateknolojia tu. Wenzetu huko ukenda unakutana na vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo technology iko mbali na inakwenda kwa kasi sana. Kwa hivyo ni matumaini yetu, na ndio maana tumejitafuta. Nataka ninyi hapa na vyuo vikuu vingine vyote nchini iwe ni chemichemi ya fikra chanya, suluhu ya changamoto katika jamii yetu. Naomba muelewe kwamba ujio wa Waziri wa Ujenzi ni moja ya nguzo ya kuonyesha dhamira ya taifa na imani ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwake kuweza kufika hapa na kufikisha ujumbe kuwa nyie ndio taifa la kesho. Nyie ndio taifa la kesho na tunategemea makubwa sana kutoka kwenu.